Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna swala ambalo tumekuwa tukilizungumza sana. Linazungumzwa sana lakini hatupati solution. Na swala hilo ni katika kupanua wigo wa kukusanya mapato. Na Mheshimiwa mkuu wa mkoa nashukuru amelizungumzia na tumekuwa tukizungumza lakini hatupati mwafaka. Na sisi kama private sector tunaona ni swala ambalo linaweza likawa jepesi sana, lakini linahitaji maamuzi. Na maamuzi hayo tunayafanya vipi? Kupitia kikao hiki, nina imani kabisa leo tukitoka na azimio la kusema kwamba walipa kodi ambao kwa taarifa tunazopewa na TRA, nafikiri ni biashara zilizosajiliwa kule TRA za kulipa kodi ziko milioni 2, ukiacha wafanyakazi. Leo tuazimie tufike walipa kodi milioni 6. Tukiazimia kupitia kikao hiki kinawezekana. Ni nini ambacho kinatukwamisha, Mheshimiwa mgeni rasmi? Sio kwamba watu hawataki kulipa kodi. Watu wanapenda kulipa kodi. Lakini wanashindwa vipi kulipa kodi? Kwa sababu hawajaelewa faida ya kulipa kodi. Na inawezekana hawajatupata watu sahihi wa kuwaeleza faida za kulipa kodi. Hatujawaeleza faida za kurasimisha biashara. Kama tutaweza kuwaeleza faida za kurasimisha biashara, ni watu wengi watalipa kodi. Leo ni kwa sababu gani mimi mfanya biashara ambaye ninafanya biashara yangu informal nikajisajili nikaformalize biashara yangu na mwisho wa siku nilipishwe kodi? Hakuna incentive iliyoko pale. Hakuna kitu kinachonivuta mimi kwenda kuformalize biashara yangu ili niweze mwisho wa siku kulipa kodi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mama ntilie leo anayeuza chai yake chini ya mwembe hana mtu anayemfuata, hana TBS, hana OSHA, hana NEMKI, hana mazingira, hana mtu yoyote anayemfuata. Kesho mama ntilie yule akishajitafuta akajipata, akafungua kijisehemu chake kizuri kisafi, kesho yake anakutana na rundo la taasisi zinazomfuata kwenda kumtoza kodi na tozo nyingi tu. Sasa huyu mtu kitamvuta nini mpaka aende kurasimisha biashara yake? Sasa mimi nina imani, Mheshimiwa mgeni rasmi, tukiweza kuondoa hizi changamoto au hizi kero za hizi taasisi kuanza kudai tozo kabla mtu hajakuwa, na tukaweza kuwaelimisha wafanyabiashara namna ya kurasimisha na faida zilizoko kwenye kurasimisha. Na katika hili tusitegemee TRA ambaye ni mkusanya kodi kutoa elimu. Ni lazima kwenye Wizara ya Fedha kitengo cha research and development kiongezwe na scope nyingine ya kutoa elimu, ili mtu ambaye hajarasimisha biashara yake apate elimu ya biashara na apate elimu ambayo inampa faida. Anaiona faida kwamba nitakaporasimisha biashara yangu inanipa access ya kupata mkopo, ya kupata ufadhili, ya kupata washirika kwenye biashara, ya kupata wateja, ya kukuza zaidi biashara yangu na vitu vingine vingi.
tuna imani kwamba tutakuwa na watu ambao wataamka kwenda kujisajili kwenye kuformalize biashara zao. Leo Mheshimiwa Makamu wa Rais, tukitangaza kwamba watu wenye biashara waje wajisajili bure, utaona namba ya watu ambao watakuja kujisajili. Nafikiri wote tumeoshuhudia namna gani ambavyo tulivyochukua fingerprint za kampuni za simu zilivyosaidia mpaka tumeingia kwenye Songesha, tunachukua mikopo kwenye simu na vitu vingine vingi. Sasa kama hatutasajili, tukawasajili hawa watu, hatutawapata, kwa sababu sasa hivi hatujawasajili, hatuwajui, hatujawatambua na bado hatupati chochote. Kwa hiyo kitu kikubwa kinachofanya watu wasisajili biashara zao kuziformalize ni cost ya compliance ya hizi regulatory authorities. It's the main obstacle ya watu kujisajili. Lakini kitu cha pili ni watu hawana elimu. Sio elimu tu ya mlipa kodi, haitoshi. Elimu ya benefit ambazo mtu atazipata au faida atakazozipata kwa kuformalize biashara. Hiyo sio elimu ambayo TRA anaitoa. Ni elimu ambayo inatakiwa itolewe na taasisi ambayo ni independent. Hiyo itasaidia katika kuhakikisha kwamba tunapanua wigo na watu wengi wanajisajili. Lazima tubadilishe hiyo mindset. Lazima tubadilishe hiyo culture. Tukiweza kuibadilisha, tutapiga hatua kubwa sana. In no time tutakuwa na wafanyabiashara wengi wamejisajili katika mfumo huo. Kwa hiyo hili, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni moja ya tatizo kubwa sana, kwa sababu hiyo tax base ya watu milioni 2 haiwezi kubeba population ya milioni 65 kwa namna yoyote ile. We need to change and people are there, they are ready to change. Sasa wanahitaji nani wa kuwaelimisha ili waweze kubadilika? Sasa hivi hata wafanyabiashara wakubwa wanajificha kwenye informal. Wako wafanyabiashara na daladala bodaboda. Mtu anawekeza bodaboda zake 50. Kila siku analetoa shilingi 20,000. Mwingine analetoa shilingi 10,000. Halipi chochote, yuko nyumbani ametulia, amemaliza. Mtu analeta makontena yake ya bidhaa kutoka nje, anawatafuta machinga, anawapa, hahangaiki, halipi chochote. Mtu anaingia kwenye mtandao, anauza vitu vyake kwenye mtandao, haoni faida. Kwa hiyo hilo nimelizungumza, Mheshimiwa mgeni rasmi, ili tuweze kulifanyia kazi. Lakini jambo jingine, Mheshimiwa mgeni rasmi, ambalo pia linakwaza wafanyabiashara, ukiangalia malalamiko makubwa ya wafanyabiashara na changamoto kubwa ya wafanyabiashara, ukiweza kufanya analysis unakuta inaangukia kwenye tax administration. Tax administration. Hata tulivyokuwa na tatizo pale Kariakoo, ukiangalia katika changamoto 41 ambazo waliziwasilisha, changamoto 36 zilikuwa zinaangukia kwenye tax administration. Sasa serikali iliunda ofisi ya msuluhishi. Ofisi ya msuluhishi kwa ajili ya kusuluhisha matatizo ambayo yanatokea kati ya mfanyabiashara akimlalamikia TRA, mfanyabiashara akimlalamikia mkusanya kodi, ambapo mkusanya kodi na mfanyabiashara mnakwenda mnasikilizwa. Uelewa wetu ilikuwa ni kwamba mnasikilizwa na taasisi ambayo ni independent na inasema ni wewe mfanyabiashara una makosa au TRA hapa kidogo hamkwenda sawa. Sasa tumejikuta baada ya kuanzishwa taasisi ile inambana tena msuluhishi. Msuluhishi sasa haruhusiwi tena kushughulikia jambo lolote ambalo tayari limeshaamliwa na kamishna mkuu. Hicho kipengele namba 28D kwenye ile sheria
mheshimiwa mgeni rasmi kinatuletea shida. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.